يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. Allah subhanahu wa ta'ala ameianza sura hii Fussilat kwa herufi za mkato. Kabla hatujaianza, tuzungumze kidogo yanayohusiana nayo. Surat Fussilat ni katika sura za Makka. Sura za Makka zilikuwa zina sifa zake, na miongoni mwa sifa zake ni kushughulika na mambo ya itikadi, tauhid, kumpwekesha Allah katika sifa zake na kuabudiwa kwake, asishirikishwe. Zilikuwa zina tabia ya kuzungumzia akhera na malipo, kiyama na sura yake. Zinazungumzia kuamini kwa mitume na wahi, na zinaeleza matukio ya wale ambao hawakuamini mitume, mwisho wao ulikuwa nini. Allah anajitangaza sana katika sura za Makka ili aeleweke. Anatangaza majina yake na sifa zake ili watu wamtambue na wamuombe kwa sifa hizo, wasimuombe mwingine. Ni tofauti na sura za Madina ambazo zilikuwa sana sifa zake ni kueleza dola ya Uislamu ikoje, iende vipi, sheria za Uislamu zikoje, miamalati kati ya watu na watu, biashara zao zikoje, mambo ya halali na haramu yakoje, yazungumzwe, yabainiwe. Hivyo ndivyo ilivyokuwa sura za Madina, zimechukua mwelekeo huo. Na hekima inayopatikana katika tofauti hizo mbili ni kwamba huyu Mungu anayetaka aabudiwe ilikuwa lazima kwanza aeleweke. Kwa hiyo sura za Makka, wakati mtume anaufikisha sasa Uislamu, alikuwa anamtambulisha Allah subhanahu wa ta'ala. Alipohamia Madina tayari Allah amekwisha eleweka. Kwa hiyo kuna wajibu ufanyike kwake. Hizi ndizo tofauti kubwa zinazoonekana katika sura za Makka na sura za Madina. Sura hii imeanza kwa herufi za mkato ha mim, manake he na mim. Ha mim, sawa sawa, ha mim. Na kuna sura nyingine nyingi zilizoanza kwa mtindo huo: alif lam mim, ta sin mim, herufi za mkato, sawa sawa. Hizi herufi za mkato
Wanazuoni mara moja tu walikuwa wakitufasiria wakituambia, Allahu a'lamu bimuradihi minha, Allah ndiye mjuzi zaidi wa mradi wake, nini anachokitaka kuhusiana na herufi hizo. Usije ukasikia watu wanaanza kuzifasiri 1, 2, 3 akakwambia hii ni hivi, hii ni hivi. Wasifanye fujo. Allah ndiye mjuzi zaidi kwenye hilo, kujua makusudio hasa herufi moja moja moja. Yeye ndo anajua kwa nini alizileta kwa mtindo huo. Lakini hekima zinazopatikana, ilikuwa kunatoka ishara ndani yake. Ishara inayopatikana inaonyesha miujiza ya Qur'ani. Miujiza ya Qur'ani, kwamba Qur'ani ilipokuwa inashuka ilipata upinzani mkubwa. Upinzani mkubwa. Na miongoni mwa upinzani, wale waliokuwa wakipinga, kwanza tusisahau, ndio Waarabu wenyewe fasaha. Sawa sawa. Qur'ani ilikuwa imeshuka inawalenga wenyewe kwanza wahusika kabla ya kuja kwetu. Ijapokuwa Qur'ani hudan linnas, ni mwongozo wa watu wote, sawa. Lakini mwanzo mtume alikuwa akizungumza na watu wa lugha gani? Waarabu fasaha kabisa, wanaielewa kikamilifu vizuri sana. Lakini wakapingana, pinga kabisa, wakaipinga. Hivyo Allah ndiye anayezisarifu hizi nyoyo zetu, anayeziendesha, na anajua aziendeshe vipi na namna gani. Na binadamu ana tabia, mambo yakichukua muda mrefu anasahau kidogo, si ndio? Ikawa wakisahau anawakumbusha tena kwa herufi ya mkato vile vile tena. Hikma inayopatikana katika ishara zinazopatikana inaonekana sana kwenye kauli yao wale wapinzani, iliyomo ndani ya hii surat Fussilat. Kwenye aya 26 Allah amerekodi maneno haya, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, wa qala alladhina kafaru, na walisema wale ambao wameamua kumpinga mtume, manake wamekufuru, si ndio hivyo? Walisema hasa kuambiana, wanaambiana nini? La tasma'u li hadha alquran, msisikilize hii Qur'ani. Yani wale vigogo walikwisha kuona kwamba hii Qur'ani itatuharibia kitu fulani. Kitu gani? Si tuna mamlaka tunayoiendesha kivyetu vyetu, yani watu wanakaribia kuabudiwa, wanachopanga ndicho kinachofanywa, sawa sawa. Sasa mbona ujumbe wa Muhammad ulivyo unaonyesha kuangusha mamlaka na kupandisha mamlaka nyingine? Sasa dawa ni nini? Ni kuambia watu wetu, la tasma'u li hadha alquran, msisikilize hii Qur'ani, walghaw fihi, na muipuuze. Hata mkiona inasomwa ipuuzeni. Walidiriki kupuuza mpaka na kufanya fujo. Kwa nini? La'allakum taghlibun, ili muweze kushinda. Tumshinde Muhammad kwa mtindo huu. Kwa hiyo wakawa wanajaribu kuwa wasisikilize kabisa, waipuuze. Wenye lugha yao wanaifahamu, sawa sawa, sio kwamba hawaelewi. Huwa baadhi ya nyakati naulizwa maswali, ukiangalia amekaa kifedhuli fedhuli, anakuambia mtu, sasa inakuwaje watu wakatae jambo fulani hivi na hivi na hivi, mpaka tunapingana, hawa wanakuwa hivi, hawa wanakuwa hivi. Inakuwaje? Nitajibu mimi kweli, inakuwaje? Si linakuwa gumu kwangu mimi kukujibia. Basi na mimi namjibu, inakaa kifedhuli fedhuli vile vile. Namwambia hivi,
Ibilisi kwani alipoambiwa na Allah msujudie Adamu, hakumjua kama anayemwamrisha ndiye aliyemuumba? Alijua hakujua? Amri inatoka kwa aliyemuumba yeye, anamwambia msujudie huyu. Haieleweki hiyo? Alikataa kukataa? Kwa hiyo kukataa ni utashi wa mtu tu, sio kwamba lazima kitu useme kitu hakikueleweka. Hakuna wakati kinaeleweka, hataki. Sasa kama hataki utamfanya nini? Tuko pamoja? Kwa hiyo hawa walikuwa wanamuelewa Mtume sallallahu alaihi wa sallam vizuri, lakini hawataki. Ndio maana Allah akasema waqala alladhina kafaru, walisema wale walioamua kupinga. Kafaru, kufuru, kukataa tu, inadan, bas wamekataa tu, sio hawakufahamu. Wanawaambia wenzao la tasma'u li hadha alquran, msisikilize kisomo hiki. Hii Qur'ani ikisomwa kisomo hiki msisikilize. Walghaw fihi, na mpuuze, kipuuze kabisa. La'allakum taghlibuna, huenda mkifanya hivyo mkashinda. Kushinda jambo gani? Kushinda mamlaka yao. Kwa hiyo kuna wakati mtu anaweza kuwa anatetea mamlaka yake. Kwa kuwa anatetea mamlaka yake, hata uje na hoja gani atakujibu kama yule aliyesema mimi sikusoma mimi, lakini nitabishana na wewe mpaka asubuhi. Sasa ukusoma alafu unabishana mpaka asubuhi, manake ni hajasoma kitu, lakini atabishana na wewe mpaka asubuhi. Mamlaka, anatetea jambo lake. Tuko pamoja? Tuko vizuri eh? Sasa sura hii ikaja katika mtindo, Allah subhanahu wa ta'ala akaianza kwa herufi za mkato. Watu wameambiana msisikilize, si ndio hivyo? Wameshakubaliana msisikilize. Kwanza cha ajabu, hata baadhi ya vigogo waliosema msisikilize, kwa kuwa hili jambo ni kubwa na wanalielewa, walifanya siri wakaenda kusikiliza. Vigogo wawili, kila mmoja alitokea kwa upande wake, hajui kama kuna mwenzie. Huyu kwa upande huo amekwenda kumsikiliza Mtume akisoma, kumbe na mwingine naye katokea kwa huko, naye anakuja kusikiliza vile vile anasoma. Wakasikiliza mpaka kila kiasi walichokuwa wametosheka, wanaamua kuondoka, njia ikawakutanisha. Umetoka wapi? Kwani wewe umetoka wapi? Lazima ulikuwa unamsikiliza Muhammad, na wewe lazima hivi. Sasa tuwapishane hapa kwamba hatutofanya tena hivi, manake hawa jamaa zetu kama wakigundua sisi tunasikiliza tutakuwa tumekwisha. Muona kazi hiyo? Ni kwamba jambo lenyewe linawavuta kwamba lina ukweli, lakini tulikatae. Sasa wameshakubaliana hivyo na lugha yao wanaielewa, inakuja uslubu sio ile walioizoea. Wanamsikia Mtume anasema hamim. Hii nini sasa tena? Haya sio mazungumzo tuliyozoea. Hamim. Umemsikia alichosema? Mesikia amesema hamim. Watatulia watulii? Lazima watulie, si ndio? Allah amewavuta wasikilize. Hizi ni miongoni mwa ishara za Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hii Qur'an ni miujiza. Wakisikiliza tu wanakuta yale wanayoyakataa ndio yanayosema tanzil. Huu ni uteremsho. Walikuwa hawataki kusikia habari hiyo. Ni uteremsho minar rahmanir rahim, uliotoka kwa yule arrahman arrahim. Yale tuliokataa ndo hayo. Wamesikiliza wajasikiliza? Ewa. Tena kitabun, ni kitabu fusilat ayatu, zimewekwa wazi, zimechambuliwa aya zake. Qur'anan, ni kisomo arabiyan cha Kiarabu kabisa. Liqaumi ya'lamuna, wanasomewa watu tena ambao wanajua kabisa. Unaona? Wanajua, liqaumi ya'lamuna, kwa watu wanaoelewa kila kitu, lugha yao vizuri. Bashiran wa nadhira, iwe ni ya kufikisha habari njema kwa walioamini,
kwamba watapata hiki na hiki na hiki, wataingizwa peponi. Wanadhiran, na kisomo chenyewe kinaonya, kiwe chenye kuonya wale ambao watapinga, watakutana na hili na hili, mwisho motoni. Fa'arada aktharuhum, wakakipa mgongo wengi wao. Wengi wao hapa ni watu wengine au ni wale Waarabu pale? Waarabu waliokuwa wanaelewa. Faaba bashira fa'arada aktharuhum, wakakipa mgongo wengi wao. Fahum la yasmaun, wakawa hawakisikilizi usikilizaji wa kufaidika. Hata wakisikiliza, wanasikiliza ili wapinge, wanasikiliza kutafuta challenge, lakini sio kwa kufaidika. Wakasema na maneno haya, tutarudi kuendelea kuyazungumza mazingira yaliyoshukia. Kwanza tuje kidogo hapa. Waqalu, na wakasema hivi, qulubuna, mioyo yetu, fi akinna, iko katika vizibo, imezibwa. Mioyo yetu imo ndani ya vizibo, imefunikwa kama vile imeingizwa kwenye chupa alafu kukafungwa. Mioyo yetu fi akinna, iko fi aghtiya, kwenye vifungo, imefungwa kabisa. Mimma tad'una ilaihi, kutokana na hayo unaotuitia sisi, mioyo imefungwa, manake hayapandi, hayaingii. Wanamkatisha tamaa. Wewe unasema na sisi, si mioyo yetu imefungwa, hakuingii kitu. Wa fi adhanina, na katika masikio yetu, waqrun samamun, kuna uziwi. Masikio yetu si viziwi. Wewe unatueleza kitu gani sasa? Hata hatukusikii kama sisi viziwi. Wanafanana. Hata Nabii Nuhu alayhi salam huko nyuma kabisa, jamaa walikuwa wakimuona wanaamua kumzibia na uso kabisa ili wasimuone. Kama mtu ana nguo anafunga na uso kabisa. Utafanya nini? Sitaki kusikia habari zako. Yani tuna uziwi kabisa, usitusemeshe. Wa min bainina wa bainik, na kati yetu sisi na wewe Muhammadi, hapa katikati hapa, hijabun, kuna kizuizi. Sisi wewe unatuona hivi, lakini hapa pana kizuizi, maneno yako hayaji huku. Lugha ya kukatisha tamaa. Mwisho wanazungumza maneno mabaya, wanamwambia fa'mal, fanya vitu vyako bwana, sisi hatujali wala usitujali. Fanya vitu vyako, fanya mambo yako, achana na sisi. Innana amiluna, kwa hakika sisi na sisi tuna ya kwetu, tunafanya. Yani usiangalie habari zetu na sisi hatuangaliza kwako. Fanya mambo yako, achana na sisi. Hawajaelewa au hawataki? Hawataki. Mtume sallallahu alaihi wa sallam hakuwa amekata tamaa, na Allah anampa nguvu, anamwambia qul, sema uambie, innama ana basharun, innama, kwa hakika si vingine, sikuja na mambo mapya mimi. Ana basharun, mimi ni mtu, mithlukum, mfano wenu, mimi ni mwenzenu, ni mtu kama nyinyi na mnanijua. Lakini yuha ilayya, nafunuliwa wahi kutoka kwa Mungu. Hilo ndilo ambalo wao hawalitaki. Unatuambia mtu kama sisi, alafu unatuambia unaletewa kwa Mungu, si atuletewi. Kwaje sasa? Tuko pamoja? Yuha ilayya, mimi nafunuliwa wahi, unaletwa wahi kwangu. Lakini lazima nikwambieni kinachofunuliwa. Annama ilahukum, kwa hakika muabudiwa wenu, ilahun wahidun, anatakiwa awe ni muabudiwa mmoja tu. Nyinyi hamfanyi hivyo. Ndio ninaofunuliwa kukwambieni, mimi ni mtu kama nyinyi, wala sikuja na mambo mengine zaidi ya hilo. Ilahukum ilahun wahidun, muabudiwa wenu anayetakiwa aabudiwe ni mmoja. Nyinyi mna wengi, mnajitengenezea tu mamlaka kila siku, nyingine. Muabudiwa awe ni huyu
mmoja. Fastaqimu ilaihi, shikeni njia ya kuelekea kwake, nyookeni kwake. Wawailun lilmushrikin, ndio mambo wasiyotaka. Wawailun, ole wao. Kina nani? Lilmushrikin, ole utakuwa kwa washirikina watakomshirikisha huyo mwabudiwa mmoja. Ndicho mnachofanya nyinyi. Ndugu zangu, hii sura niwaeleze kidogo mazingira ya Makka yalivyokuwa, yalivyoelezwa na sura nyinginezo, ili tukiendelea na sura baadhi ya vitu viwe vimekaa kichwani. Mungu amevizungumza mazingira ya wale ambao Qur'ani ilikuwa inashuka kwao, mpaka akawaambia kwamba kwa lugha yenu kabisa. Sawa sawa? Naam. Hebu funueni katika msahafu Surat al-Isra. Surat al-Isra kuanzia aya 89. Tuangalie mazingira ya wale waliokuwa wakiletewa ujumbe na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Surat al-Isra. Allah anasema walaqad sarrafna linnas. Sarrafna linnas, tuliwatumia watu, tuliwapelekea watu, tuliwaelekeza watu. Fi hadha alquran, katika hii Quran tukawapa maelekezo haya. Min kulli mathalin, tukawapigia kila mfano, tumewaelekeza kila mfano katika Quran, katika mambo ambayo wanahitajia kabisa kuyajua na lugha ni ya kwao, tukawapigia kila mfano. Watu waliozungumzwa namba moja kwanza ni wao kabla ya sisi. Sawa? Hii mifano tunafaidika na sisi vile vile, na kila muumini anafaidika, lakini walengwa kwanza watu hawa tuliwapigia kila mfano ili waelewe. Faaba, wakakataa. Aktharu nasi, wengi wao katika watu wale walengwa. Aba, walikataa. Aktharu nasi, wengi katika watu hao ambao wamepigiwa mifano, sio kukataa kwa kutokuelewa. Hawakukataa kwa jingine ila kufura, ila kwa kukanusha tu, hatutaki. Sio kwa kutokuelewa. Mifano imepigwa inaeleweka, lakini kufura, kanusha tu. Kukataa kwa kukanushaji tu, kafiri huo. Abu Jahali alibainisha wazi hilo kwa vitendo. Aliwaambia wenzake, aliwaambia, hivi nyinyi mnadhani tunabishana na Muhammadi kwa kwamba hatumuelewi? Sio hivyo. Sio hivyo. Kuna jambo sisi tunaloachana naye. Hawa Bani Hashim hawa, tangu zamani sisi tuna mizozo, tunagombea mambo fulani fulani. Wanajisifu wana hili na sisi tunawaambia tuna hili. Sisi tunafanya hiki na sisi tunawaambia na sisi tunafanya hiki. Sasa Bani Hashim wakituambia sisi tumewazidi, tuna mtume analetewa wahi kutoka mbinguni, sisi tutasemaje? Wa kwetu yuko wapi? Hatuna. Kwa hiyo dawa ni kumkataa. Tuwe draw na wao hawana vile vile. Watu wabaya sana. Walikuwa wanajua. Abu Jahali alimjua mtume kweli kweli, lakini akakataa mpaka akafa vibaya. Kulipotokea tukio fulani Maka, mtu anamdai Abu Jahal. Abu Jahal hataki kumlipa kwa dhulma tu. Na Maka kulikuwa kumetengenezwa kiapo cha kuondoa ufedhuli, na mtume aliwahi kukihudhuria hiki kiapo cha kuondoa dhulma, halful fudhuli, ya kuondolea mambo ya dhulma. Na mtume alikihudhuria hiki kiapo hiki, akajiunga na kundi lile kabla hajakuwa hata mtume. Sasa mtu amekuja Maka analalamika, na mdai huyu. Sasa wakwenda kumdai pamoja na kwamba wana kiapo kile ni nani? Mtume akasema, unamdai Abu Jahal, twende. Akaenda naye, akagonga mlango, kwa.
Nani? Man bil bab? Akamwambia Muhammad. Amesikia hajasikia? Manake Muhammad leo amekuja kugonga mlango wangu. Atatoka kwa shari au atatoka kwa kheri? Si mgomvi wake. Muhammad amekuja kufanya nini kwangu? Anatoka anamwambia huyu anakudai. Na watu wale walikuwa wanaangalia kule itatokea nini. Mtume anamwambia anakudai huyu? Ndio, ananidai. Anaita kiasi gani? Kiasi fulani. Mpe. Akaingia ndani na kwenda kumchukulia, akaja akampa. Bwana akapokea, anaondoka. Sasa wamepigwa na bumbuwazi wale. Imekuwaje kirahisi hivi? Muhammad anamfuata Abu Jali kwenda kumwambia huyu anakudai, alafu anasema ndio, mpe haki yake, anachukua kwenda chukua, anampa. Wakamwacha Mtume ameondoka na yule bwana ameshaondoka. Imekuwaje leo? Mbona kirahisi namna? Akasema amkuona niliokuwa nayaona mimi pale. Nyuma ya Muhammad kulikuwa kuna ngamia mkubwa, shingo yake imenikaribia hivi, povu linamtoka. Ngamia akitoa povu vile ni aggressive, hata kushambulia. Akaona povu linamtoka, ngamia shingo mrefu mkubwa mno, kichwa chake kiko hapa kwangu na hakuna anayemuona, lakini yeye anamuona. Kweli ndiyo hivyo. Nyinyi kwani hamkumuona? Sisi hatukumuona. Hivi huyu bado hajamjua kama ni nabii huyu? Kakataa moja kwa moja, hataki basi. Kwa hiyo tuliwapigia mifano ya aina kwa aina. Faaba aktharu nnasi, wakakataa watu wengi katika wale wa Makka wale, illa kufura, ikawa si vingine ila ni kukanusha tu, hataki. Sikiliza maneno waliyosema wakati wanakataa. Waqalu, na wakasema, hoja yao hii, wanamwambia Mtume, lan nu'mina laka, sisi hatutokuamini wewe, hatutotangaza imani yetu kwako, hata tafjura lana, mpaka utuchimbulie, minal ardhi, katika ardhi hii ya Maka, yanbua, chemchem. Hatutotangaza imani kwako mpaka hii ardhi ya Maka utoe chemchem moja kubwa, watu wapate maji kila pahali. Moja hilo. Jingine, ni wazi kwamba mazungumzo haya ndio makubaliano, hata kama yatasemwa na mtu huyu mmoja, si ndio? Maanake sio kwamba wote watakwenda waseme kwa pamoja. Mmoja anakwenda kusema, lakini si anasema kwa niaba ya wenzake. Hatutokuamini mpaka utufanyie hivyo, ardhi ya Maka iwe na chemchemu, chimbuko ni wewe. Moja. Au takuna laka janna, au uwe na shamba wewe, shamba zuri, min nakhili, la mitende, wa inab, na mizabibu. Katika shamba hilo, fatufajjira al-anhara, uchimbue iwe kunapita mito, khilalaha, katikati ya mashamba hayo mawili hayo, mizabibu na mitende, katikati yake kunapita mito. Tafjira, kububujika kabisa. Umechimbua chemchemu mpaka zimetengeneza mito inapita mle. Mbili, sio kama imekwisha, mkataba huo, ili tutangaze imani na wewe. Au tusqitu as-samaa, au tuangushie mbingu, kama zaamta, kama ulivyodai, alaina, juu yetu sisi, kisafa, vipande vipande, mbingu ikatike vipande ituangukie. Ya jamaa, kama mbingu ikishaangukia mtakuwa mko hai tena? Si mtakuwa mmekufa. Sasa mtatangaza imani vipi tena? Mambo makubwa sana. Mwarabu mmoja wa miaka hii yetu sisi alimsema vibaya mzungu mmoja ambaye wanatawaliwa na kina Elizabeth kule. Akamwambia, nyinyi na ujuzi wenu wote na utaalamu wenu wote na kuendelea kwenu, siku zote mnatawaliwa na wanawake tu, Elizabeth. Akamwambia, unatutia ila kwa hilo? Na nyinyi Waarabu, nyinyi anakuja nabii anakuambieni ujumbe unaeleweka, badala ya kumwambia Mwenyezi Mungu tupe nguvu tumwamini, mnamwambia tuangushie mbingu, tuteremshie mvua ya mawe. Inakuwaje sasa? Mshapigwa mvua ya mawe, itakuwa vipi sasa? Hoja zikaisha. Walidai maneno haya, Mungu ameyarekodi. Utuangushie
mbingu ianguke, tusqita samaa, au tuangushie mbingu, alaina kama zaamta alaina, kama ulivyodai, tuangukie kisafan, vipande vipande, tuangushie mbingu ituangukie vipande vipande. Au tatia billahi, au uje na Mungu mwenyewe, uje naye athibitishe kuwa wewe ni nabii. Mungu ashuke aliko popote alipo, ajitokeze aseme Muhammad ni nabii. Wal malaikati, na waje malaika kabila, uso kwa uso, tuonane. Mungu waje na malaika waje, wote wathibitishe wewe ni mtume. Au yakuna laka baitun, au uwe na nyumba min zukhrufin, jumba la dhahabu uwe nalo tulione, tukuone una jumba la dhahabu, umetuzidi. Sio unakaa kwa hivi jumba kama vyetu hivi alafu useme mtume gani? Uwe na jumba la dhahabu. La kufanya nini sasa jumba la dhahabu na utume? Kitu gani sasa? Au tarqa fi samai, au upae juu uende mbinguni. Tarqa fi samai, upande uende mbinguni, tukuone unapanda. Sawa? Wala nu'mina, wala hatutokuamini liruqiyika, kupanda kwako huko. Anamwambia upae, tunakuona, lakini pia hatutokuamini kwamba umepaa. Hata tunazila alaina kitaban, mpaka utushushie kitabu. Wakati unashuka tunakuona una kitabu kimetoka mbinguni. Naqra'uhu, tukisome, umeshuka nacho, hiki kimetoka mbinguni. Baada ya kukuona umepanda, hatutoamini kwamba ulipanda kweli kwanza, mpaka ukishuka unashuka na kitabu umetoka nacho mbinguni. Naqra'uhu, tunakisoma. Allah akamwambia qul subhana rabbi, Mtume sema subhana rabbi, subhanallah, hal kuntu illa bashara rasula. Hivi kwani mimi nimekuwa nani? Nilidai kuwa nani mimi zaidi ya kuwa ni mtu, tena ni mtume? Si ndio nilichokwambieni? Mimi ni mtume niliyetumwa. Haya madai mnaonipa niwe nayo, na yatoa wapi haya? Haya hawezi kuwa nayo binadamu. Basi kama inawezekana ndo tuna uziwi sisi, hatukusikii. Haya ndio mazingira ambayo mtume alipambana nayo. Qur'ani ilikuwa inashuka kwa watu wa aina hii. Lengo la kuzungumza haya mazingira ni kukufahamisha kitu ambacho tunasibishe na kwetu. Hawa watu walikuwa hawamuelewi kweli, au walikuwa wanamuelewa? Wanamuelewa, ana hoja za kutosha kwamba anaeleweka. Mazingira hayo yalete kwetu. Hivi Uislamu haueleweki? Unaeleweka. Ukiona mtu amekataa, ndo amekataa huyo, sasa utamfanya nini? Tatizo tutakaloulizwa ni moja tu, kama pengine hatukufikisha. Ikiwa mtu amejua na hakufikisha, huyu ataulizwa kwa nini hukufikisha. Kwa ndugu yako, kwa jirani yako, watoto wako, kwa familia yako, hukufikisha, utaulizwa hilo. Lakini ukifikishwa, Uislamu unaeleweka. Wakiwa watu wamekataa, sio jukumu lako. Nabii Nuhu alikuwa fasaha kweli, alifikisha kwa miaka mingi kweli, lakini watu waliowapata kidogo. Nabii Ibrahimu naye alifikisha kwa ufasaha kweli, lakini mwisho watu wakamuingiza kwenye moto. Allah ndo akamlinda, hakuungua, akaambiwa hama. Ufasaha wote wa Nabii Ibrahimu aliokuwa nao, mji ilibidi ahame. Yule alimpokea kule Misri kwa tukio moja dogo tu, akajua huyu sio mtu wa kawaida huyu, mpaka akamuogopa. Wao wamemuona mtu ametoka ndani ya moto na hakuungua, na wakamwacha hivyo hivyo. Kweli mtu huyu haeleweki. Moto mmeutengeneza nyinyi, mmeuwasha nyinyi, hamkuweza kumtupa hivi mpaka mkamrusha kwa manati. Haukumchoma hata kidogo akatoka. Huyu kweli bado maneno yake akikwambieni nyinyi hamuelewi, fujo tu. Kwa hiyo
nataka mazingira haya tukiyachukua tunayaleta na maisha yetu tunaoishi sasa hivi. Uislamu unaeleweka, ni kazi ya sisi tu kufikisha japo kidogo. Anayekataa sio jukumu lako. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amemfikishia ammi yake, akamfikishia mpaka mwisho, anamwambia basi sema la ilaha illa Allah, basi hilo sema. Akasema siwezi kuwapinga watu wangu. Hajamuelewa kweli huyo? Hajamuelewa. Ndivyo ilivyokuwa hivyo. Allah anasema wama manaa nnasa an yu'minu, haikuwazuia chochote watu hawa kuamini. Watu hawa idh jaahumul huda, pindi ulipowajia mwongozo, illa an qalu, ila ni kwamba walikuwa wakisema ab'atha Allahu basharan rasula, hivi ametuma Allah mtu ndio awe mtume? Amemtuma mtu ndio awe mtume wetu? Sijui alitaka wamtume nani. Yalete upande wetu pia sasa hivi. Ndio maana ya kuzungumza mazingira haya. Hawa watu walisema hivi. Leo hii wakati mwingine mashekhe wanazungumza kitu kwa bidii sana, watu hawakisikii, lakini unakuja kusikia Jogoo amesema. Haki ya Mungu, Jogoo amesema, watu wanampiga picha. Jogoo anasema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Yani la ilaha illa Allah ikisemwa na Jogoo ndio imekuwa sawa sawa, lakini shekhe amesema hamkumuelewa. Mtoto mdogo Sharifu nani sijui kasema, akizungumza mtoto ndio imekuwa sawa sawa, lakini mtu mzima akisema hamuelewi. Ndio maana ya kuleta haya mazingira, baadhi ya nyakati upime. Kuna vitu vya ajabu wakati mwingine, na hivi vitu vya ajabu vinajitokeza wakati gani? Nataka nikupe siri, ichukue hiyo. Hata wakijua watu wote duniani bado siri tu, ichukue hivyo. Ni hivi, ukijitia ujanja wa kumsahau Allah, ujue umefungua mlango wewe wa kuchezewa na shetani. Atakuchezea, utachukua vitu watu wakiviona hivi hivi wanakushangaa. Wanakushangaa kabisa. Mbona huyu mtu ni msomi lakini yuko hivi? Amemkimbia Mungu. Haiwezekani mtu na usomi wako uwe umeweka sanamu hapa, halafu unalisemesha. Na sanamu umelitengeneza mwenyewe au umelinunua? Wewe umelinunua kwa pesa, wewe na lile sanamu nani mkubwa? Si umetoa hela ukanunua, ukamleta nyumbani, ukampangusa akae vizuri, ukamweka hapa mezani. Halafu ukishamweka mezani, mnyenyekevu, unataka eti akufanyie kitu huyu akufanyie kitu, lakini umemuondoa yule muumba ambaye kiasili ulikuwa unamjua. Muumba huyu tunapozaliwa tunamjua, tukizaliwa tu tunamjua, lakini umepikwa mpaka ukakubali falsafa za watu, ukaondoa kichwani ile falsafa yako ya kichwani. Unaomjua yule muumba wa pekee, anayeweza kufanya jua litoke huku likaenda huku, anayefanya mvua ikanyesha, anayefanya roho inatoka, mtu hawezi kuizuia. Si ndio hiyo? Madaktari wamezunguka, wanachofanya kila wanachofanya, lakini roho inachukuliwa, hawawezi kuzuia. Huyu ndiye wa kuelezwa kila kitu huyu, lakini utamsahau, umwambie huyu uliyemweka kwenye meza. Hiyo ndio siri hiyo. Ukimuondoa yule muumba ambaye kichwani mwako alikuwa yupo, ujue utachezewa na shetani, utatengeneza kitu utakifanya ndio cha kuabudiwa. Na ndivyo walivyofanya hawa. Lazima ujidhalilishe kwa yule unayemjua kichwani mwako, aliyekuwa amekuumba wewe, akakufanya upo, akakufanya unaweza kulala na kuamka. Siri ya kulala na kuamka, siri kubwa sana, ni kama siri ya uhai na kifo. Siri hii unaiacha kwa anayeifanya, unakwenda unamtegemea ambaye hafanyi chochote. Jamani, siri ya kulala na kuamka mnaionaje? Ndogo. Hakuna wakati mtu anakula dawa ili alale na akakosa usingizi. Huo ni ajabu. Sasa amemeza vidonge na halali,
na mwingine hajameza chochote, amelala mpaka mnammwagia maji haamki. Hauoni kama pana siri kubwa? Wewe umekubeza kidonge, unatamani usinzie, yule kule mnamsukuma, wewe amka. Bwana mmechoka bwana. Pana siri kubwa sana hapa, siri ya kumfanya mtu afurahi akacheka na mwingine akalia. Ndogo hizi tuzingatie jamani. Ukimsahau anayefanya haya, ujue akili yako itachezewa, utakuwa we mtumwa wa vitu vyote. Angalia mazingira ya Qur'ani ilivyokuwa ikishuka kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi katika Suratul Furqan. Tumeacha pale, tumemaliza kule Suratul Furqan aya 21 tu. Mungu anawazungumza tena hawa watu. Waqala alladhina, Suratul Furqan aya 21. Waqala alladhina, na walisema wale ambao la yarjuna liqaana, hawatarajii kukutana na sisi. Manake hawaogopi, hawana wasiwasi, wanaona kama hakuna kukutana na Mungu. Wakasema nini? Wakasema hivi, hii ilikuwa sijamaliza illa an qalu ba'atha Allahu basharan rasula. Ilikuwa kuna majibu hapa, mmesahau kuyamalizia kwenye ile tulikuwa tunaendelea. Qul, sema uambie, lau kana fil ardi malaikatan, lau kama ingekuwa katika hii dunia, kwenye ardhi yenu nyinyi mnaodai hivyo, mnaona kwamba mtu hafai kuwa nabii, kuwa mtume. Lau kana fil ardi malaikatan yamshun, wangekuwa wapo katika ardhi yenu ya Maka nyinyi malaika wanatembea, mutmainina, kwa utulivu kabisa, lanazalna alaihim minas samai malakan rasula, tungewashushia kutoka mbinguni malaika awe mtume wao. Sasa nyinyi ni watu, tuwatumie nani? Tuwatumie malaika? Hapana, lazima mletewe mtu ndiye mtaelewana naye. Sasa basi, kama hawataki, qul, sema uambie mtume, kafa billahi shahidan baini wa bainakum, anatosha Allah kuwa ni shahidi kati yangu mimi na nyinyi, nimekwisha kufikishieni ujumbe. Innahu kana biibadihi, kwa hakika yeye amekuwa kwa waja wake, khabiran basira, ana habari nao vizuri, tena anawaona vizuri. Allah anakujueni yaliyomo ndani ya mioyo yenu na anakuoneni vizuri, anatosha kuwa ni shahidi kati yetu. Waache hivyo hivyo. Ndio twende kwenye ile Furqan aya 21. Waqala alladhina kafaru, waqala alladhina la yarjuna liqaana, na walisema wale ambao hawatarajii kukutana na sisi. Manake hawana woga, hawakuliweka kichwani kabisa hilo kwamba tutakutana na Mungu, tukahesabiwe, tukalipwe. Hawaogopi. Wanasema hivi, laula unzila alaina almalaika, kwa nini asingeshushwa juu yetu malaika? Au nara rabbana, au tumuone Mungu. Muhammad, wewe unakuja mtupu tu hivi, tumuone na Mungu. Allah akawajibu hivi, laqad istakbaru fi anfusihim, wamejikuza sana katika nafsi zao. Yani wamejikuza kwa kweli, mmejifanya wakubwa, mtaka muone Mungu. Wa atau utuwan kabira, kwa lugha nyepesi ya mtaani, wamevimba vichwa, kuvimba vichwa kweli hawa. Yani wamepitiliza kupita mpaka wanasema tumuone Mungu. Kibri chao kimepita mpaka. Atau utuwan kabira, wamefanya kiburi kilichopitisha mpaka. Mtu kavimba kichwa, kwa lugha nyepesi, amekuwa na jeuri ya ajabu, hajali. Furqan tena kwenye aya 32, Allah akiwazungumza hawa watu katika hoja zao zisizokuwa na kichwa wala miguu, anasema waqala alladhina kafaru, na walisema wale ambao wamekanusha hii Qur'ani, wakamkanusha mtume, wanamwambia hivi, laula nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida,
Muhammad, wewe umekuja kila siku unatusomea aya 2 3, watu wanasikiliza, kesho ukae alafu some nyingine. Laula nuzila, kwa nini isingekuwa imeshushwa alaihi, juu yake Muhammad, alquran, kisomo hiki Quran, jumlatan wahida? Kwa nini isingeshushwa yote? Kwa nini isingeshushwa moja kwa moja? Wanapendekeza wao hivi. Allah anasema kadhalika, ndivyo hivyo wasemavyo, lakini ndivyo hivi sisi tumeshusha hivi, linuthabbita bihi fuadak, tumeishusha hivi tulivyoshusha ili kutuliza Muhammad kifua chako. Inakuchukua na matukio, kifua kinatulia. Kuna jambo linahitaji mualaja, kutibiwa, pale pale inashuka aya inatibu. Mnatulia, mtulii. Warattalnahu tartila, tukawa tumeisoma hii Qur'ani kidogo kidogo kwa mtindo huo. Watu wana jambo gani? Jambo fulani, inashuka ile aya, imeshuka, imetatua tatizo lao, itasahauliwa hiyo? Haisahauliwi, haisahauliwi. Tumeishusha kidogo kidogo, tutulize Muhammad kifua chako. Unakwenda na watu kadiri walivyo. Unapata picha nzuri baada ya kuwa dola imesha kuweko Madina, bado pombe inanywewa. Unapata picha safi ya kushuka Qur'ani kidogo kidogo. Yaani mpaka wamefika Madina watu bado pombe haijakatazwa, wanakunywa. Haijashuka Qur'ani yote mara moja, wanakunywa pombe huku watu wameuliza maswali. Maanake wameshajiona wenyewe, hivi pombe itakuwa salama kweli? Mungu amewaacha mpaka wenyewe wanaanza kuhisi, pombe pesa zinakwenda, akili inavurugika, kamari hizi, salama kweli vitu hivi? Wakaviulizia maswali wenyewe. Majibu yakaja, waambie fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas, ndani ya hizo pombe na kamari kuna makosa makubwa na manufaa kwa watu. Makosa, madhambi, tunajua madhambi ni baada ya kuwa umekatazwa jambo, si ndio? Pale wanazuoni wakasema ilipozungumzwa ithm, manake dhararun, ndani yake kuna madhara makubwa na manufaa kwa watu. Ikitajwa madhara makubwa na manufaa kwa watu, kipi kinachotangulizwa hapo? Utangulize madhara au mpate hayo manufaa? Madhara ndio makubwa. Wako watu walipokusha sikiliza hiyo wakasema hii pombe haifai. Mungu amesema madhara makubwa haifai. Wengine wakasema haijakatazwa bwana, si hao manufaa yapo, wakaendelea. Lau kama ingekuwa imeshuka mara moja Qur'ani, watu wangeikataa pombe walivyoizoea. Hata wale wenye imani unaowajua, kwa kipindi hicho ingekuja Qur'ani vupa, hakuna kunywa pombe, hakuna hiki, hakuna hiki, hakuna Muhammad mbona? Lakini wamejengwa imani mpaka kuna watu haijakatazwa, wameambiwa maneno hayo tu na wakawa wameacha. Wengine lakini wakawa bado wanaendelea. Ikanywa pombe katika mtindo huo. Siku moja sahaba mmoja ana tafrija fulani, akaandaa chakula, akawapikia na pombe, wakanywa. Walipokwisha kunywa, ilipo time ya swala imefika, wakaenda kuswali. Swala ikawa pombe imewachukua mpaka karibu na magharibi huko. Magharibi bado wengine wanayo. Anawaswalisha mmoja, akasoma qul ya ayyuhal kafirun kwa nguvu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Alafu akasema wa nahnu na'budu ma ta'budun, manake nasi pia tunaabudu hivyo hivyo mnavyoviabudu. Wengine huko subhanallah, yeye ajali hiyo inaendelea, Allahu akbar. Alipomaliza wakamwambia umesoma hivi? Hapana, sikusoma hivi, nyinyi tu imekwisha hiyo, ndio imetoka hiyo, hakuna marekebisho wala nini. Wakaja wakaambiwa sasa inashuka aya ya kuambia la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, msisogelee swala mkiwa bado mmelewa mpaka mjue mnachokisema sawa sawa. Manake pombe sasa itapunguzwa kunywa au kunywewa? Haipunguzwi. Inabidi watu mpaka wahakikishe swala zote zimekwisha, wanywe baada ya swala ya Isha
na mtu akinywa anakunywa kidogo, kwa sababu ikifika alfajiri asiwe bado amelewa. Itapungua haipungui? Inapungua mwilini taratibu, amepigwa dozi ya kupunguza. Huku aya zinaendelea kuwalea, huku pombe inashuka yenyewe. Mara huko wanakuja kujikuta wanaambiwa tu innamal khamru, hakika pombe, wal ansab, innamal khamru wal maisiru, na kamari, wal ansabu, na ibada zisizokuwa za Mungu, wal azlam, na ramli, rijsun, uchafu, min amali shaitan, makatazo matupu hapo. Min amali shaitan, ni kazi ya shaitan, fajitanibu. Watu wakazimwaga wenyewe. Tuko pamoja eh? Sasa hawa watu wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa nini isingekuwa imeshushwa kwake huyu Qur'ani yote? Mungu anasema tulifanya hivyo linuthabbita bihi fuadak, ili tutulize kifua chako, warattalnahu tartila, na tukawa tumeisoma Qur'ani kwako kidogo kidogo, na watu wanaipokea inawalea taratibu, na wote wanapata utulivu. Wala yatunaka bimathalin, wala hawakuletei mfano wote hawa, illa ji'naka bilhaqi, ila tunakuletea majibu kabisa ya haki, wa ahsana tafsira, na tafsiri iliyokuwa nzuri kabisa. Suratun Nahli aya 103, mazingira Qur'ani iliyokuwa imeshuka na upinzani. Sikilize na hiyo aya 103 Suratun Nahli. Allah anamwambia Mtume hivi, walaqad na'lamu, na kwa hakika tunajua, annahum yaquluna, kwamba hawa wanaokupinga wanasema hivi. Wanasemaje? Innama yuallimuhu basharun, kwa hakika kuna mtu anamfundisha huyu Muhammad hii Qur'ani, sio maneno ya Mungu chochote. Kuna mtu yule, mtu fulani yule, wakamwashiria mtu fulani yule anamfundisha. Inasemekana pale Maka alikuwa yuko mtu mmoja, ni mgeni lakini amehamia Maka, sio Mwarabu, anaitwa Bal'am. Katika jumla ya riwaya alitajwa huyu bwana kwa jina hilo. Huyu alikuwa ni mtu mfua vitu wa chuma, shaba, nini, wale watengenezaji wa vitu kwa madini hizi. Mtume alikuwa amebahatika kuwa na mahusiano naye kwa jambo fulani, kwa hiyo anaonekana ameingia ametoka, ameingia ametoka, si ndio mfanya biashara, na watu wanaingia kwake. Wakasema Muhammad anafundishwa hii kitabu hiki na yule jamaa. Mungu sana anapigiwa mifano, naye anapiga mifano, anajibu kwa haki. Allah anasema hivi, lisanu alladhi yulhiduna ilayhi, lugha ya huyu ambaye wanamwelekezea, lugha yake ajami, ni ya kigeni huyu, Mwajemi huyu, yeye si Mwarabu kamwe. Muhammad aende kujifunza kwake, muamini kwamba amefundishwa na yeye. Wa hadha lisanun arabiyu, hii ni lisan, ni lugha ya Kiarabu fasaha tena sawa sawa. Wa hadha lisanun arabiyun mubin, hii Qur'an ni lugha ya Kiarabu fasaha iliyobayana. Iweje mmeshindwa kumwamini huyu mfasaha mwenzenu, muamini kwamba kuna mgeni amfundishe lugha fasaha inayokushindeni nyinyi? Ndipo pale niliposema ukishamwacha Mungu akili yako inaingizwa kitu chochote. Tuko pamoja? Kwamba Mwajemi anamfundisha Muhammad, mwanze kuamini kwamba Muhammad anafundishwa na yule, kwa hiyo sio maneno ya Mungu, ni yule jamaa anamfundisha. Lakini yule sio Mwarabu. Nyinyi Waarabu na Mwarabu mwenzenu anakuleteeni challenge zinakushindeni, lakini iwe yule bwana ameziweza, inakuwaje? Mtazisikia hizo challenge alizozitoa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawa ni jambo la ajabu sana, yani kama vile anazungumzwa na watoto. Mungu ameshayajibu haya. Lisanu alladhi yulhiduna ilayhi, lugha, ulimi, lugha ya yule mzungumzaji ambaye wanamwashiria, wanamuelekezea kwamba anamfundisha Mtume, ajami, ni lugha ya Kiajemi. Wa hadha lisanun arabiyyun mubin, na hii Qur'ani ni lugha ya Kiarabu fasaha. Vipi mshindwe kumwamini huyu Mwarabu mwenzenu fasaha? Muamini amefundishwa na mwingine, mkubali hilo. Upotoshaji
Sawa sawa, imekaa vizuri. Allah ameleta challenge kwao, ikawashinda Waarabu fasaha, ikaendelea kuwashinda, lakini muweze kumnasibisha Mwajemi amemfundisha yeye. Challenge ilikuja hivi, Suratul Isra'i aya 88. Challenge ilikuwa hivi, Qul, sema mtume uambie hao wanaokupinga hawa na kusema wewe unazusha au umefundishwa, la inijtama'atil insu wal jinnu, kama wangejikusanya wanadamu wote na majini wote, ala an ya'tu, ili waweze kuleta bimithli hadha alquran, mfano wa hii Qurani, la ya'tuna bimithlihi, wasingeweza kuleta mfano wake, walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira, hata kama wangekuwa baadhi yao kwa wengine, majini na wanadamu. Huyu jini mtaalamu, mwanadamu huyu mtaalamu sana, jini huyu anamsaidia huyu hiki na huyu anamsaidia, wangekuwa wanasaidiana pia, wasingeweza kuleta. Kwa hiyo challenge bado mnayo, hamwezi kuleta mfano wake, lakini mnasema Mwajemi amemfundisha. Surat Hud aya ya 13, hapo wameambiwa Qur'ani yote kuileta mfano wake, hawakuweza. Mungu akapunguza, isiwe yote basi, niwapunguzie kidogo. Akasema hivi Allah subhanahu wa ta'ala, am yaquluna iftarahu, ama wanasema Muhammad ameizusha. Aya 13, Hud 13, Surat Hud aya 13. Am yaquluna iftarahu, ama wanasema ameizusha Muhammad Qur'an, kaitengeneza yeye. Qul, sema uambie, fa'tu, basi nyileteni, bi'ashri suwarin, sura 10 tu, mithlihi, mfano wake, sura 10 mfano wake. Nyinyi si Arabu fasaha, hii si imeanza na hamim, herufi hizi ndio mnazotumia. Kwa herufi hizi na nyileteni sura 10 muftarayatin, za kuzushwa, manake hazitoki kwa Mungu hizo. Tengenezeni za kwenu, zusheni za kwenu 10. Kama Muhammad ameweza kuleta zote hizi, nyileteni sura 10. Wad'u, na muwaite, man istata'tum min dunillah, mnaoweza kuwaita nchi yoyote pahali popote, mumwache Allah tu, asiwe ameleta na mzungu, muiteni na wapi na wapi, waiteni wote mnaweza kuwaleta, watengeneze sura 10. In kuntum sadiqina, kama nyinyi wa kweli kwamba Muhammad amezusha. Ikakaa kimya na hiyo, wanaendelea kukataa tu, hoja hakuna. Mungu akawapunguzia tena 10 nyingi, akapunguza. Suratul Baqara aya 23, akawapunguzia kabisa, akawaambia hivi, Suratul Baqara aya 23, wa in kuntum fi raibin, ikiwa nyinyi mna mashaka, mna wasiwasi, mimma nazzalna, hii tulioiteremsha, ala abdina, kwa mja wetu Muhammad, mnaona labda ametengeneza, fa'tu bisuratin, leteni nyinyi sura moja tu, min mithlihi, iliyo mfano wake, sura moja tu. Wad'u shuhadaakum, na muwaite mashahidi wenu wa kuweza kuwasahihisha, kuwatengenezea, kuwasaidia, min dunillahi, mumwache Allah. Allah ndiye alimletea Muhammad hizi, nyinyi tengenezeni moja ya kwenu, mbuni, in kuntum sadiqina, kama ni wa kweli. Challenge hii pia ikaendelea kubaki hivyo hivyo. Muhuni mmoja akataka kujaribu, akaona kwa sura moja tu, akamuita katibu wake, ingia ndani, njoo, naanza hivyo, andika alfilu malfil. Jamaa kaandika, anaiga ile ya kwenye Qur'ani lakini akatengeneza ya kwake. Sasa alfilu malfil, jamaa anaandika. Wama adraka malfil, akaandika. Lahu udhunun tawil, jamaa katulia. Mbona uandiki?
Akamwambia, unamzungumza tembo au punda au sungura? Masikio marefu tembo. Tembo na masikio marefu. Ashavuruga. Akasema, nilikuwa naandika najua unazungumza ni tembo, sasa nisikie masikio. Yeye alichokisahau, alichokijali, alikaangalia ile mizani tu, akatazama mizani, fil madraka malfil, akaenda akaona udhunun tawil. Bwana, tumemwacha tembo, tuko kwenye punda sasa. Masikio ya punda hayo au ya sungura ndio yaliokaa hivyo. Akamwambia, bwana, tuyaachilie mbali haya mambo. Akaeka peni chini, bwana, acha hii kabisa, basi tusizungumze huko nje, tusiongee haya. Lakini yule alikuwa akiandika, kwani ataweza? Yakamtoka bwana, sasa jamaa yangu bwana kaniletea vituko huko ndani. Yakatoka. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alipoizungumza hii sura, ndio tunamalizia alipoizungumza hii sura Hamim, akaanza kwa herufi za mkato ambazo zinaleta tanbihi, kuwazindua wale watu. Imma ni jina la sura hii Hamim, au kwa herufi hizi Qur'ani iko sawa sawa, iko kwa herufi hizi Hamim. Tanzilu minar rahmanir rahim, huu ni uteremsho uliotoka minar rahmani, kutoka kwa Allah mwenye rehma nyingi kwa wote, rehma nyingi kwa wote, wanaomtii na wasiomtii. Allah huwarehemu katika hii dunia, sawa, wapa tu rehma zake tu, hata wanaomwasi wapa rehma. Na katika hizi rehma kuna ambao wanazipata rehma special, na kuna wengine wanapata rehma zile za wote tu. Ukijisogeza kwa Allah utapata rehma special hapa duniani. Usipojisogeza kwa Allah, we utapata rehma tu. Kuna rehma za kula, za kunywa, kuvuta pumzi, hizi wanapata wote, hata waasi wanapata. Lakini ukijisogeza kwa Allah, kuna na rehma khasa utazipata hapa duniani. Ndiye aliyeshusha kitabu hiki. Ushusho huu umetoka kwake yeye Allah. Rehma zake ni nyingi kwa viumbe wote, mpaka viumbe wasiokuwa binadamu wanapata rehma zake. Ar-Rahim, aliyeshusha ni huyu Ar-Rahim, mwenye rehma nyingine. Rehma hizi ni khaswa kwa waumini akhera. Akhera Allah hana huruma kwa ambaye hakumtii, kwa sababu akhera ni sehemu ya malipo, na malipo ni baada ya kazi, si ndio? Hapa duniani ana rehma zote kwa wote, kwa sababu hapa ya Allah analea, na ndio maana anajiita Rabbil Alamin, mlezi wa walimwengu wote. Kwa hiyo ukiwa ni mlezi unahitaji rehma hata kwa anayekufanyia fujo, si ndio? Kuna rehma fulani lazima apate. Mtoto mkorofi lakini chakula anapata kwa ukorofi wake, lakini mtoto mtiifu anapata na rehma nyingine ambazo sio chakula. Ndivyo sivyo? Kwa sababu baba ni mlezi lakini anaangalia. Kuna rehma kwa wote, au mzazi ni mlezi anatoa rehma kwa wote, watalala pazuri, watapata huduma zao nzuri, si ndio? Lakini mmoja mkorofi, kuna rehma fulani atazikosa. Wale watiifu rehma hizo watazipata, sawa sawa, eh? Kwa hiyo duniani Allah ni mlezi, anatoa rehma kwa kulea. Akhera sio kulea, akhera ni kulipa. Rahim bil mu'minin, anakuwa na huruma kwa waumini tu, kwa sababu kuna malipo. Ukisema sasa akhera, kwa nini asiwe na huruma kwa wote? Sasa huyu amefanya dhulma kwa mwenzie, bado akahurumiwe? Umeelewa? Huyu amemdhulumu mwenzie duniani kwenye kazi huku, alafu akhera bado unataka Allah awe na rehma kama huku duniani? Hapana, kule lazima kuwe na malipo. Ndiye aliyeshusha hiki kitabu, kitabun fusilat ayatuhu, kitabu ambacho zimechambuliwa wazi zikapambanuliwa aya zake. Qur'anan, ni kisomo arabiyan, cha Kiarabu, lugha ya Kiarabu, liqaumi ya'lamun, kwa watu wanaojua lugha hiyo. Nimependa kusimamia hapa tena kwa sababu mtu anaweza akauliza, mbona Allah Qur'ani ya wote lakini anasema Qur'ana na Arabia liqaumi ya'lamun? Qur'ani ya Kiarabu kwa watu wenye kujua, yani watu wengine kwani hawajui?
sio maana yake. Ndio maana tukazungumza mazingira ya kushukia hizi aya, sawa. Mazingira kwanza yalikuwa ni ya watu wa aina hii ambao lugha wanaijua, kisomo wanachokielewa, lakini wakafanya jeuri kwa kukataa tu. Ndio inayozungumzwa hapa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.